Hawayoni. I hope mko salama. I hope kila mtu ako salama. Mimi niko salama na mshukuru Mungu. Ni wakati mwingine mwema ambao tumepata nafasi ya kukuja tena tusemezane ama tuone matendo ya Mungu venye tumekuwa tukipelekana na Mungu hapa kule. Okay. Hivyo ni mgeni kwa hii channel, enda pale, subscribe, comment, share, kila kitu na ili tuweze kupelekana. Na all the time wanawaambia, hiyo kitu sitakangi kusahau kuambia, unapo subscribe na make sure umefinya kakengele. Ndio kale kakengele ukifinya ndio katakuwa kakikuletea notification ya saa zile nimepost anything new. Okay, kama venye wanawaambia kwa video zangu nyingi wewe nakwambianga sana usikachoke na mimi, ukichoka na mimi itakuwa vibaya sana. Kwa video zangu wanawaambia all the time, kuanga na ile time ya kushika mahali pako hapo pengine wakatayaniria. Kwa sababu katika video zangu nyingi kitambo hiyo video iishe, kuna kuanga tunatumakosa twingi sana. Mara nimengoa, mara nimetaja kitu ambao hakifaa kitajwe, mara nimefanya nini. So that's why all the time mimi nikirekodi na kuambianga shika sehemu yako ili tuweze kufanya nini, kupelekana. So hivyo ni mpya ama wewe ni mgeni kwa hii channel, make sure umesubscribe, share, comment, like na utabarikiwa. Alafu another thing, watu wangu wenyewe mnaniwatch, watu wangu hapo, kwa sababu kuna kitu kingine nimekuja kugundua kwa video zangu, views wanakuanga wengi than likes ama subscribe. Shida inakuanga wapi by the way? Shida inakuanga wapi? Si mtu tu ajitolee tu hapo kwa comment aniambie shida inakuanga wapi. Kama ni shida yenyewe inakuanga upande wangu nirekebisha, kwa sababu unakuta tuko na views, kwa mfano unakuta already tuko na views wenye wameview hiyo video, unakuta like wamefika more than 50 views, lakini subscriber hakuna kuongezeka, like comment hakuna any comment, hakuna any share. Shida inakuanga wapi? By the way, shida inakuanga wapi? Unajua hiyo ni kitu yenye nimekuja kugundua, ninashindwa sana. Shida inakuanga wapi? Unakuta kuna like views like wenye tu amewatch, mtu tu amekuja kwa video yako amewatch tu vizuri, amemalizia, haja like, haja comment, haja share, haja subscribe. Tafadhali ukiwatch make sure umewatch. Kama unawatch na uja subscribe. Nasikia venye nimekuambia kungoa naye inakuanga kwingi sana kwa videos zangu, but I hope mtaenda mkinishikanga ama mkinielewanga. Kama ni mara kwa kwanza unawatch, make sure unawatch, una like, una subscribe, una comment, ni commentie anything, bracket tu si commentie matuzi. Unaweza ni commentie, uniambie like pana Gladys hapa unafaa ufanye hivi Gladys. Unajua huku nje tuna watu ambao wanakuanga very qualified sana na hizi vitu. So unaweza kwenda watch yangu anze kuitoa makosa, ukae na hiyo makosa yako hapo. Hivyo umeitoa makosa but tumekaa naye. So mimi huwa na prefer ukitoa makosa ama ukanikosoa, kwa sababu mtandao uko pale hapo tu umenioje, andika tu hapo kwa comment uniambie Gladys ukitaka video yako andika hivi na hivi, ukitaka ikuwe like hivi fanya hivi na hivi, kitu kama hiyo tukosoane. And that is life. Okay, so leo nimekuja nikiwa na another new things. Niko na vitu zingine mpya ambazo Mungu amenitendea. Kwa sababu kama unaweza kumbuka zile video zingine ambao nimeact hapo hivyo mbeleni, nilikuwa tukipelekana ninawaambia kila kiwango Mungu anaponifukisha kiwango kingine nitakuwa nikikuja ili kuonesha matendo ya Mungu. Na nikawaambia sitakuwa ati ninakuja ati kuonesha matendo yangu, cause si mimi. Nasema kama mwimbaji wimbo, kuna mwimbaji wa wimbo na tikwerutanira ni utugi wa Ngai. So please nimefika, si ati ni bidii yangu, ni neema tu ya Mungu. Ndio kitu tunazana hiyo wimbo sijui naendanga aje anyway, but kuna wimbo unaimbango hivyo wa Kikuyu, si kujikakamua ni thashia Ngai. Unaona, ndio muthe tikio gyakwa na tikwerutaniria gwakwa ni thashia Ngai. Kwa sababu isipokuwa ni neema ya Mungu usingekuwa hapa. Like nataka kusema nini? Hizo video zingine zangu kama wewe huwa unanifuatilia wenye tu mnawatch, hata kama huwa msubscribe, mlike, mfanye nini, but huwa mnawatch kwa sababu najua niko na views kadhaa. Hata kama views si wengi vile, sisi nikakosa views 20. Na views 20 wenye wananiwatch wanashukuru Mungu juu yao, kwa sababu kuna kitu kingine tena huwa tumefunzwa, like shukuru na hicho kidogo kenye unapata. Ndio wakati utakuja kupata like ma views 100, 200, ukisema kuna wakati nilikuwa mahali, unaona? So ni lazima upitie hapo, alafu ikifika
ile wakati utakuwa na ule time wa kusema, hata ukipata mtu mwingine mwenye ako chini utakuwa na ile courage ya kumwambia hebu jipatie nguvu, kwa kuna wakati nilikuwa wapi, nilikuwa hapo. Unaona sasa hivi venye Mungu ananiinua like upande ya like niseme hivyo acha niachane na hiyo. Hivyo tu Mungu ananiinua like mambo na nini sasa niseme nini? Okay, mambo na venye ninakaka na mikarere, venye Mungu ananiinua mikarere inere, venye Mungu ananiinua katika hali ya mikarere, shika tu hivyo, tuacha tu tushike hivyo tuweze kuendelea. Hivyo ndivyo ninajua atakuja kuniinua one day one time kwa mtandao. Kuna wakati nitakuja hapa hivi kutoa miujiza ya Mungu ambao atakuwa ameniinua kwa huu mtandao, like atakuwa like nimepata views wengi, nimepata subscriber wengi, nimepata likes nyingi. I know your time inakuja, I know your time inakuja, kwa sababu mimi kenye kitu asikuangi nayo ni kukufa moyo nayo. Hiyo nayo moyo hapana, hiyo moyo nayo sikufangi nayo. Hiyo moyo nilisemanga sitaikufa, heri nikufe kila mahali, nikufe wapi nikufe, but moyo ni sky kufa moyo. Okay, so leo let us go into the topic. Hiyo ilikuwa tu nika introduction kadogo tuka kukwambia venye Mungu anaweza akatenda. Sasa the main topic iko hapa. Kwa video zangu zenye nilikuwa nikirecord hapo hivyo awali, I hope mlikuwa mnaona venye nilikuwa like venye tulikuwa tunaishi, venye niko, venye nini. Wewe ambao una charge hiyo mlango ni nini hapo hivyo nyuma achana, ilitolewa lock. Kwa sasa nirudi hapo kiasi. Ilitolewa nini? Roko yake ile lock yenye tunafunguanga na sio unaona ile lock yenye tunafunguanga na izifungue hivi. Hapa hivi ilikuwa hapo hivyo ikaharibika. Sasa venye iliharibika nikatolewa nikawekewa so usije ukajaji sana ati what is that, what nini angazijua mlango tu iko sawa, nilitolewa hiyo, but for the time being iko hivyo, but ninajua nitakuja kuwekewa kuzi. Niliambia wenye ambao wanashughulikia na itashughulikiwa very soon. Nimeona tu niwaambie kwa sababu unakutanga sometimes watu tukiangalia video badala hata inaitwa kuconcentrate ama badala upelekane na maneno ambayo inaongelelewa hapo, tuko tu pale kwa kusorora background, tuko hapo tuko tu hapo pa kusarara background, tunaona hiyo kitu ingekuwa so ndio maana, kwa sababu hata mimi nafanyanga hivyo by the way, because mimi napenda sana kuenda kwa channel za watu na ninasoro. Lakini uzuri wangu mimi nikienda kwa channel za watu nikisorora, nikiona kitu huwa na comment na ninaambia mtu, tuna comment, tunajadiliana, namwambia hiyo kitu like iko hapo, na ananiambia iko hapo kwa sababu ya fulani kitu fulani, ama ni yeye alitaka ikuwe hapo, ama anasema iliingia by mistake lakini hata delete hiyo video cause already ashaiweka. So vitu kama hizo. So hata wewe nimeona hii kitu inaweza kukupa stress, uanze kuuliza ni nini mlango imefanya, sije mlango iko na mwanya. Iko hivyo, ilikuwa imewekwa hiyo nini lock yenye tunafunguanga na fungo zenye ziko hivi. Sasa ikabidi itolewe iwekwe like gashuhe tu hivyo for the time being, kitambo huyo mtu wa kutengeneza akuje. So usijaji sana, iko hivyo, hiyo ndio iko hivyo. Okay, sasa ni mara ya pili kuambia tuende to the topic. Sasa acha tuende to the topic sasa. Kwa sababu wanawaambia mara nyingi sana, mwananielewa. Hiyo ni kitu wanawaambia kabla ya everything, uwe unani understand. Kitambo to start video zangu zote na kutanguliza na kuambia, ama na kutanguliza na kukuambia unishike vizuri, unielewe vizuri. Kwa sababu usiponishika vizuri, usiponielewa vizuri, kuna place nitangoa, kuna place nitafanya nini, kuna place nitafanya vitu kama hizo, na hizo huwa zinishtushi. Bora yake message nataka imekufikia. Sasa leo nilikuwa nataka at least tu kiasi tu niwaonyeshe matendo ya Mungu. Niwaonyeshe venye Mungu anaweza akakutendea ukiwa patient. Kwa sababu kama unaweza kufuatilia video zangu za kitambo, kuna venye nilikuwa nimeanza kukuambia kila kitu ambao unategemea ama kila kitu ambao unatarajia ambao niko na kwa kiasi, kila kitu ambao huwa all the time umeiweka mbele ya Mungu, atunaambia Mungu like kwa maombi yako unaambia Mungu, one day one time ningetaka kufanya hivi, one day one time ningetaka kwa hivi. Hebu imagine Mungu anasikia. Na ndiposa mimi huwa sichoki kukuja hapa all the time nikifanywa tu kitu na Mungu hivi, nakuja kukuonyesha ili usikufe moyo, ukae kujua kuna Mungu anaweza akatenda.
ujue ati si ati ni bidii yako, hata si venye ati unaamka mapema ati ukeruta ndio ati ukekate, si bidii yako, ni Mungu. Na ndiposa ninakuja ili kukuweka like ile inaitwa ni moral, kukuikira hinya, kukukiria na kukwina ni kuri Ngai wikaga. Jumia amenitendea by the way. Mimi Mungu amenitendea. Sitakosa kukuambia ama sitachoka kukuambia kama ujai enda kwa through my videos zenye nilipost hapo awali, hebu ziende uanzie through ndio uweze kuona please Mungu tunapelekana na yama venye tunapelekana na Mungu. Uanze kuona video zenye nilikuwa nimeact kitambo venye nilikuwa na hadi saizi venye tumefikishana na Mungu. Ni kusema tu ukweli, nimeuona mkono wa Mungu. Nikikuja hii nyumba, hiyo tu ni kujirudia kwa sababu kwa hizo video zingine iko. Nikikuja kwa nyumba by the way sikuanga na like sikuwa na kitu yenye ina deserve nyumba, okay? Because kulingana na venye nilikuwa nimewaambia kwa hiyo video nyingine, nijirudie tu kidogo kwa labda wewe hautapata na chance ya kwenda through hizo video. Kuna video yenye nilikuwa nimeweka hapo hivyo na nikasema please, nilikuwa nimetoka nilikuwa naishi single room. Nikakuja Mungu akanibariki ni like 2 bedroom. Venye Mungu alinipeleka 2 bedroom, I think unaona mtu mwenye ametoka single room na anaenda 2 bedroom, vitu by the way za single room haziwezi zikatoshea like hiyo. Na sikuwa na anything ati venye unaweza kuwa ukasema ati nilikuwa na pesa nimejiwekea ati nitaenda kufanya shopping ya like kununua furniture za kuweka kwa nyumba ama kufanya nini. Nilikuwa tu hivyo. But Mungu akaona nina deserve kwenda kwa hiyo kiwango kingine na nikakubali by the way, nikakubali matokeo, nikakuja na nikaanza kupambana na hali yangu. Venye nilikuja hapa kwanza kupambana na hali yangu, acha kwanza nianzie kwa niseme kwa nilikuwa nimeact hizo video zingine na nikaweka venye siku hadi na viti, but Mungu akanibariki nikazipata. Hiyo already nisha record iko kwa video, iko tu hapo kwa YouTube, ukienda utaipata. Nikakuja sasa step by step hizo vitu zingine. Sasa mjiza wa this time round ni kwamba Mungu naye alinibariki nikapata ka fridge. Mungu alinibariki akaona nina deserve kupata ka fridge. Na akanipatia. The same day nilienda yako ka fridge, nikachukua hadi na kagondoro, nikachukua hadi na duvet, like kulingana na venye nilikuwa ninashinda nikiwaambia kwa hizo video zingine, starter yangu ya kuishi kwa nyumba nilikuwa nalala chini kwa simiti chini. Na silali gondoro, tafadhali tuelewane hapo. Tuelewane, tusikisane sana. Sikuwa nalalia gondoro, nalala chini. Unajua kuna ile kulala chini but unalalia gondoro chini without bed. Mimi nilikuwa nalala chini kwa floor, kwa tiles without gondoro. Without gondoro. Lakini Mungu ni nani? Mungu akakuja on the time. Nililala hapa hivi kwa hiyo nyumba mpya, nililala chini without even gondoro, nikalala like for 3 months. Nililala for 3 months. Kwa sababu ile nyumba yenye nilikuwa single ilikuwa na bed moja, na hiyo ndio niliamua nipatie mtoto wangu akilalia. Sasa mimi hata kwa hiyo single nilikuwa nalala like kwa kiti, nilikuwa nalalia kiti. So venye nilikuja hapa ndio nienze like kuchallenge Mungu, kumwambia Mungu ninataka nikamua sitalala sitting tena kwa kiti, nitakuja kulala hii nyumba yenye siko na bedroom. Acha nilale hiyo bedroom, nilalie chini ndio Mungu aone ninahitaji nini, kitanda. Sasa nikakuja nikaanza tu kulala chini. Nikaanza tu kutandika like magunia, blanketi, alafu najifunika tu na blanketi nyingine. Nikalala hapa for miezi 3 months nililala chini. Na hiyo haikuzuia Mungu kunibariki. Mungu alikuja akaona nina deserve kuinuliwa kwa wengine. Mungu akaniinua na nikaweza kununua bed. Na nikanunua hadi na gondoro yake on that time. Wakati nilinunua hiyo bed, nilinunua bed na nikanunua na gondoro yake. So nikatoka kwa kiwango sasa ya kulala chini, nikaanza kulala like juu ya bed. Unaona? Ni kwako wewe ambao sasa una struggle. Imagine hii video ni ya kwako wewe ambao una struggle. Hii video ni ya kwako ambao wewe una struggle. Usikie sana, ujue kuna Mungu mwenye anaweza akakuinua. Isikupe kama story ya ajabu. Kwa sababu ukienda kwa video zangu zote tangia mwanzo, hata unaweza ukaangalia even date zenye kitu imerekodiwa na zenye imepostiwa, uone hii si ati ni kitu like ati venye mnasemanga ati ni content. No, this is not content. Hii ni the reality. Nakwambia kitu ya kuaminia kitu ambao video zangu zote wanataka kuambia mtu Kenya ambao umeaminia, endelea kuaminia na uamini utakuja kuipata very soon. Bora yake tu uwe patient, usije ukawa ati like unaona like umengojea like sana, umechoka. Hapa anangojea. Na nikasema kwa video nyingine hivyo unatarajia like unajua kuna kila mtu kuna kitu yake ambao anatarajia.
Kuna mwenye anatarajia kufika kiwango kama hii nimefika. Kuna mwenye anatarajia even kubai gari. Kuna mwenye anatarajia even kubai like nyumba. Kuna mwenye anatarajia hadi kupata mtoto. Kuna mwenye anatarajia hadi kupata bwana. Hizo zote ni vitu ambavyo unatarajia. Na kama unatarajia na unamwaminia Mungu, ebuka ukiamini ya kwamba one time utakuja kutoa ushuhuda. Hata kama maybe hautautoa kwa mtandao, kuna rafiki yako utaenda kuambia nilikuwa naaminia kitu na nimeipata. Huyo tayari ni ushuhuda tosha. So, me on the time nikikuja hapa nakujanga ili encourage mtu ambaye ako chini. Kwa wewe ambao saizi ushabarikiwa, maybe uko na vitu nyingi, unaweza kuwa unasikiza hii video, unasikia hata ni rakunogia juu wewe already uko na vitu zako, umeinuliwa, mabed zako ni zile sijui zinakaje, like unaona leo udhikerere video niigwa ati huyo niki ukaa gutwira huyo ni anatu. Hii ni ya kwa wale ambao wanaanza maisha yenye wako chini, na labda kwa wewe ambao already ushainuliwa kufika hiyo kiwango, unaweza kusikiza ndio ujue hata kama Mungu amekuinua, kuna wengine ambao wanatarajia kuinuliwa wafike hiyo level ama tawaende zaidi ya hapo. Juu nasemanga hivyo kwa nini? Nasemanga hivyo juu duniani tuko watu wengi sana. Tuko very different type of peoples in this world. Ama tuko watu different sana in this world. Kwa sababu saizi nikiact TV, nikisema like Mungu alinibariki nikanunua fridge na nitawaonyesha hiyo fridge yenye nilinunua. Kuna mtu anaweza kukuja na fridge aseme atingishe tu kichoji yake ni ile yake ni ile ya knock. Sasa akiona yeye aseme huyu naye sasa nini kinamsumbua? Kuna kitu kinanisumbua, ni matendo ya Mungu nataka kuwaonyesha. Venye Mungu anaweza kukutoa from nothing to something. Na kwa sababu mimi wanaamini kila kitu huanza step by step. Hata mtoto hasaliwi ati akiwa ameanza kutembea hapo na hapo. Anaanza kutambaa then anafika level yake, anaanza kujitembeza yeye mwenyewe. So hata mimi naamini sasa ndio natambaa kimaisha na ninajua Mungu atakuja kuninua. No matter niko na miaka mingapi, no matter niko aje, but najua very soon hata gari yangu nitakuja kudrive. Hivyo ndivyo ninaaminia Mungu. Na ninajua Mungu wangu anatimiza. Juu nikiact video nyingine yenye nilikuwa nimeact hapo mbeleni, sitachoka kuambia hivyo. Nilikuwa kuna place nilikuwa nimeitabiria na nikawaambia hapo tu, nikawaambia hii place nimeiwekea fridge. Na sikuwa na ile matumaini ati kuna place nangojea mtu aniletee fridge ama nini, but nilikuwa na ule mpango kwa akili yangu na maombi pia. So nilikuwa na ile plan then na kuombea hiyo kitu na ilikuja hiyo kitu iko hapo, nitawaonyesha. Pia nilikuanga na plans za after Mungu amenibariki na bed. That time Mungu alinibariki na bed, nilinunua bed na nikanunua na gondoro nyingine fulani hapo hivyo, ile tu gondoro normal, unaona tu ile tu gondoro normal, nikabidi tu ninunue for the time being. Sasa niko hapo tu kwa bed, kuna venye tu nilikuwa najitabiria hapo, naambia Mungu hapana, Mungu si hivi, nataka another level. I need another level. Nataka uninue kiwango kingine. Na Mungu naye ni nani? Akakuja ile siku alinipatia fridge, akanipatia na pesa, nikanunua hadi gondoro, like nika exchange sasa ile gondoro nilikuwa nimenunua bed nayo, na nikanunua hadi maduve zingine. Okay? Kwangu huo ni muujiza, tena naona kuwa muujiza mkubwa sana kwa sababu kuna time, kuna season fulani unajikuta hata ukipata pesa zako zinatosheleka tu kulipia nyumba, kulipia mtoto school fees, lakini na kukula zinaisha hivyo. Na pia bado wanawaambia hata kupata hizo pesa ati umepata tu za kulipa rent na kulipa school fees na unakula, imagine hata bado unakuanga ni muujiza. Juu mimi najuanga ni kuna mtu hadi anarauka asubuhi ajui even watakula nini, hajui even watalala wapi, na bado tu wako duniani tu na wanasema hivi, na bado tu wanaongojea Mungu. Na umenya atiriri gayosho wobiri acio mathubuka unowe watu bilioni hivi, na nowe wobiri ono nyumutwarithagia magari, na nowe wobiri ginyocio ginya mapilot maria matwarithagia ndege. Hakuna ngati Mungu wawili ati kuna Mungu wao watu wenye wako na hizi vitu na kuna Mungu wa maskini. No, mimi najuanga Mungu ni huyo ni mmoja, unless wewe kuwa basi kuna vitu zingine wewe unajua unaabudu, lakini mimi najuanga Mungu mwenye alituumba sisi wote ni Mungu huyo mmoja. Na huyo Mungu ndio huo anatubariki sisi wote ukikaa kwa njia zake na ukimngojea without kuinaina. Sasa watu wangu, mjiza ndio huyo nimetendewa. Wacha sasa niwapeleke mwende mkionanga step by step ndio muone mjiza wa Mungu. We judge venye utajudge, ni wewe ku ni wewe ku utatini hakwa ri drone cia macia Ngai, ni hakwa ri drone guoko kwa Ngai. We judge, we tuashira urio gutua ukiugaga like angefanya hivi. Lakini sema kwa sababu na kuanga unakosoa mtu kwa uko peke yako, but haukujenge kwa comment uniandikie uniambie singefanya hivyo. Sasa sijema ni makosa ama ni uzuri wenu, cause sifikandui na hizo mambo.
Hata kama huwa mnanikosoa azinipikangi, so sijui kama ni uzuri wenu ama ni ubaya wenu. Sometimes inaonanga kama ni vizuri juu kuna mtu anaweza kukuja kukukosoa na usikie like uko deep. Haya, na sometimes inaonanga ni vizuri juu mtu anaweza kukuja kukukosoa and upgrade kutenda ile kitu hizo uanze kutenda na njia nyingine. So inakuanga both side. Inalingana na ile situation utakuta mtu naye mwenye unaenda kumkosoa. So guys, huyo ndio Mungu wa sasa na huyo ndio Mungu ambao nitakuwa nikitumainia ama nitakuwa nikimtegemea all the time, kwa sababu mimi nimemuona tu akiwa tu Mungu mkubwa tu, na ninaamini hizo vitu zingine zote ninajua atakuja kunitendea. Ni kwa bado ni game mwihoke. Twendeni nikaonesha sasa matendo ya Mungu. Twende. Acha tuende tukiona matendo ya Mungu, ndio saa zile ninawaambia ametenda, mnajua ametenda. Okay, alafu tuende tukionanga like step by step, niende nikiwaoneshanga please Mungu like anaweza kukutoa to this glory to another glory, kwa sababu glory kung'oa naye, lakini nilikwambianga wewe ukini understand by the way, kwa tuna ile nini ya kuni understand, ndio nikitua tunajadiliana na wewe mara kwa mara. Okay, kwa wenye wanaocha video zangu ama kwa wenye wananifuatilia sana, kuna video nilikuwa nimewekanga like hata sikumbuki ni lini, kwa sababu acha tu niseme nimekaa kabla sijaingia kwa mtandao, lakini kuna video nilikuwa nimeshoot niko tu kwa YouTube yangu, na nilikuwa nimewaambia all the time Mungu akinitendea ninaenda nikiwaoneshanga matendo ya Mungu. Alafu kuna venye nilikuwa nimekuja hapa hivi na nikawaonyesha like my kitchen venye ilikuanga, na nikawaambia place yenye nilikuwa nimewekwa kaka kitu, nikawaambia sitaki kuifanya iwe speed sana, kwa sababu hiyo ndio place yenye ninataka sorry, nikana kwamba nataka kushikwa na homa kiasi, but nikamwambia place ndio nataka niweke ile gas kubwa like ya 4 burners. Hiyo ile kubwa ndio natarajia nitaweka hapo, na nikamwambia bado still ni place ya fridge. Na nyakati hizo nilikuwa nina record hizo video, kama mnaweza kukumbuka ama kama mnaweza kuwa mnaocha YouTube yangu sana ama wenyewe wanafuatilia YouTube yangu, sikuwa na hii mesa yenye nimewekelea saa hii jiko, sikuwa na hii, nilikuwa natumia nyingine hapo, voice sikuwa nayo. Hiyo sikuwa nayo. Nilikuwa natumia hii. By then nilikuwa natumia hii yenye iko chini hivi. Hasa hii nikaenda hivyo tu, Mungu akanibariki, lakini nikaibai. Wewe cheka tu kisemanga kwani ni ya how much? When wewe iko, but mimi all the time Mungu akinifanyia kitu ni lazima nimuinue na nipende kuoneshana matendo yake, ni kwa sababu ni Mungu mwaminifu. Haya, sasa tuende kwa main. Hata kama wengine watasema sasa hiyo inakaje, sasa hiyo ni nini? Kwangu mimi it is a very, yani ni kitu important ambayo ninaweza nikasema Mungu alinitendea. Naona matendo ya Mungu. Nilitabiri hii place itakuwa ya fridge, kama mnaweza kwenda kwa hizo video zingine zangu muone. Nilitabiri hii place itakuwa ya fridge na ya jiko. Sasa fridge imekuja, imebaki hapo pa jiko, na ni lazima hiyo nayo itakuja. Naaminia Mungu for the better. Alafu tunasemanga safari ndefu ama hatua ndefu huanza na like safari ndefu huanza na hatua moja. Sasa hii ni one step nimegonga, na ngojea hiyo nyingine, kwa sababu ninajua Mungu mwenye tunapelekana naye ni Mungu mwaminifu. Ndio ka fridge. Okay guys, nikale kadogo sikatai, but nashukuru Mungu juu ya hii. Yani nashukuru juu ya hii, na muaminia kwa hiyo kubwa. Watu naambia all the time ukipata yani Mungu akikubless na hiyo kitu kidogo, ebu appreciate na uoneshane like umefurahia hiyo kidogo yenye amekupatia. Juu wewe Mungu mwenye amekupatia hii ndiye akona nguvu za kukupatia hiyo ya tudo, ile ya kugonga ifunguke. Yes, hivyo ndivyo kuna kuanga. So mimi naaminia bado Mungu ataendelea na kuniinua, kwa sababu ni Mungu mwaminifu. For now niko hivyo, ndio hiyo preach. Nasikia nimefurahi, nasikia tu nimefurahi. Okay, haina kitu iko hivyo. Iko hivyo tu, cause ndio yani ndio like ndio imekuja, ijakaa vile. So for now sijaifanyia shopping. And I believe Mungu aweze akanipatia then anikosee like pesa za ya kuifanyia shopping. Na nimekwambia ama wanakwambia sana mimi kwa video zangu niking'oa, ujue mnaongea na nani, ujue mnaendelea na nani. So ndio ka
kako hivyo, akana kitu, kwa hivyo but naaminia Mungu itapata kila kitu yenye inahitajika hapa itapata. Hapa pa sijui ni freezer, sijui like kitu kama hiyo ni kwa nyama na najua hizo zinakuja very soon. Kila shelf itapata kitu yake. Hivyo ndivyo nataka kuamini, nataka kutabiria hii fridge isikawai kosa kinyi inahitajika. Kama ni matunda, kuna place ya matunda isikawai kosa, ya matunda isikawai kosa. Alafu watu wangu hata nimewarekodia hata without even kuhakisha light. Imagine nimefurahia hadi sikumbuki kuihakishia light ndio tuweze kuiona. Tuweze kuiona vizuri. Ushaifurahia na kitu hadi ukumbuke hadi kama acha nihakishie. Ndio at least iweze kuonekana vizuri kwa ndani kwa ziko na giza. Ni furaha imenijaa hadi imefanya ni start kurecord without even kuhakisha. Ndio. Guys. Ndio. Fridge yangu ndio nimeihakisha. Okay, huko kwa deep freezer bado hakuna light vile I think inakaanga hivyo. Ndio hiyo part zingine zote ndizo hizo. So iko hivyo. Yeah. Tunaifunga. Who does that? Hey. Who does that? Only God. Ndio. Yeah. Ndio. Kwa hivyo sasa the moment nitapata pesa ni restore kama nifanyie shopping yake ninunue vitu zake nijaze, nitakuja tu tena hapa niwaoneshe nimejaza. Yeah, kwa sababu mimi natumania Mungu kitu inakuja kujaa everything. Kila kitu nitakuja kustock. Jana nikistock nitakuwa tu hapa tena nikiwaonyesha nikistock. Fridge kangu kako hivyo. Kako hivyo. Watu wangu after tumetoka sasa kwa fridge nimewaonyesha kitchen, tumetoka kitchen huko sitting sitashinda nikiwaonyesha vitu mingi. Juu huku kuna video nyingine yenye niliekanga yenye tulikuwa like tukitengeneza hizi viti tukiweka, ukienda hapo tu kwa YouTube utaipata. Sasa leo ilikuwa tu niwaonyeshe miujiza ya Mungu yenye ametenda kutangia hiyo wakati ya kutengenezesha hizi viti until now niwaonyeshe step by step. So already nishawaonyesha fridge, nimewaonyesha mjija na niwaambia nikingoa unatoa pa kungoa unashika ambao kitakusaidia cause kama kawaida unajua tu tunaongelelea na nani ama tunaongea na nani. So hebu shika pako tafadhali ili tuweze kupelekana like venye huwa nawaambia all the time, shika pako tuweze kupelekana, mambo na kungoa achana hapo cause hivyo ndivyo kuko. Okay, sawa. Nimewaonyesha fridge hapo hivyo, nimewaonyesha kamesa hapo hivyo. So sasa nilikuwa nataka niwaonyeshe tena like after kuchukua fridge hapo tu like tuseme hizo vitu ziniambatana like tumechukua fridge leo, after kuchukua fridge like masaa ya saa 8 nikaendea curtains. Okay, ndio curtain. Kumbuka sana ile video yenye kwa sababu kuna video nyingine nilikuwa nimeonyeshana nyumba venye ilikuwa hatukuwa na hizi curtain, tulikuwa na curtain zingine. So ukitaka kuhakikisha kulikuwa kuna kaje mbeleni, hebu enda through videos zangu. Enda through videos zangu utaona kulikuwa kuna kaje. Hatukuwa hadi na hizi chuma haya. So unasikia tu kongoa inaendelea. Badala ya kusema hadi unasikia ati hedi. Okay, unashika pako tunaenda tukianapelekana. Hatukuwa na hizi curtain. Even hizi chuma hazikuwa. By the way, kusema tu nini like nikikuja hii nyumba haikuwa na chuma, haikuwa imewekwa. So hizi chuma nilifanya kujibaia mimi mwenyewe, nikafanya kuweka cause unajua kuna nyumba zingine zinakuanga zimetengenezwa like hizi chuma ziko ready, so ukikuja tu na curtain zako tu nikiweka. So mimi nikiingia hii haikuwa, so ikabidi nijinunulie hizi chuma, nikaitafundi akaniwekea, nikaekea ndo hizo. Then curtain tu kama kawaida si ni mtu anajinunulia, ingawaje bado nawaambia hapa sipo, bado nataka kusonga, lakini ndio muone step by step place tumetoanisha na Mungu na place tunapelekana, lazima niende step by step. Niliwaonyesha ya mbele venye zilikuwa, hasa hizi ni zingine ziko hivyo. So nikienda nikibadilisha upgrade to another level, lazima niwalete ndio muone matendo ya Mungu, si mimi.
Huwa nawaambia mara kwa mara, msikaone mimi, muone matendo ya Mungu. Hiyo ni dirisha. Actually nyumba yenye niko dirisha ni moja tu, like sitting ni dirisha moja. But room zingine kunazo. Samahani yake niko na kahoma kanataka kunishika sijui nini, hiyo ni ya mlango. So hii ni ya dirisha, hii ni ya mlango. Si unaona venye ziko, na ninakwambia bado sijafika place nataka. Hizi ndizo curtain zenye ningetaka zikae hapa. So kwa hivyo bado nitaziondoa. Unaona? Bado nitaziondoa. Bado. Nataka curtain zingine. Na najua tu Mungu atanifikisha tu kwa hiyo level nyingine. Kama ni amenifikisha kwa hii, seto nyingine atanifikisha. Haya, tulianza na kitchen, nimewachukulia ya kitchen, nikaonyesha kamesa na fridge, nikakuja sitting, nimewaonyesha hiyo ya curtains. Miujiza zinaandamana kuandamana, naambia Mungu asante. Kuna venye nilikuwa natamani hizi decoration. Na hizo tu decoration tu, kuna venye nilikuwa nazitamani nyingi, yani like nikiziona tu nilikuwa nasema one time lazima nitabai hizi decoration. Hii ya God did it. Yeah, hizo. Nilikuwa nazitamani nyingi. But naye Mungu si ametenda. At least nimeipata. Kuna venye nilikuwa nazitamani nyingi sana. Haya, tukiwa tu hapo kwa sitting. Kuna kitu kingine sikuwa nimewaoneshanga. Like ako. Kuna nilikuwa natumianga ingine ya black. Wenye wanajua hizo video zangu za mbele nilikuanga na ufa ingine ya black. But saizi Mungu amenipandisha gazi nyingine ama amenipandisha kiwango kingine. Niliwaambia tu mni-understand tu, eleweni tu, watu wangu eleweni tu. Okay, sasa Mungu anipandisha, so niko na hiyo, na bado hapa si ipo, bado tunataka tena kusonga. Like kama venye huwa nawaambia all the time, kama mwimbaji wa wimbo digi bado dadhimite, but niongezee. Hapa si ipo, bado nataka kuenda. For now hiyo ndo natumia for now. Na tushike hapo for now. Because najua very soon nitakuja tu tena kurekodi nikiwa na nyingine like big than this. Yeah. Bigger than this ama big than this. Hivyo. So kiwango kwa kiwango tunashukuru. Sasa nikaonyesha tena mjiza mwingine. Okay. Ndio hiyo mjiza zinapelekana kupelekana. Nikifika hapa sasa tuko kwa bedroom. Sasa ni bedroom yangu. Kabla ni buy hizi, bado tu kwa video zangu tu ukisorora kwa video zangu utakuta ile yenye nilikuwa natumia. Like si bed, bado sijabai bed, nimebai like gondoro. Bed iko njiani inakuja very soon. Hiyo nikisema very soon najua ulimi uko na nguvu, ni very soon. So nilikuwa natumianga hii. Hii yenye nimeiweka hapa ndio nilikuwa natumia hii. Eko mbaya vile, but for a change nikasema ningetaka at least kuchange, nitoke kwa hiyo level niende kwa ile level nyingine. Alafu sasa tena ukiwa like na gondoro nyingine inakuanga, mimi naonanga kwangu ikiwa tu very poor, kwa sababu sometimes unaweza pata mgeni unamrushia chini, unaona. So nilikuwa kwa akili zangu ama kwa mipango yangu nilikuwa tu nikiomba Mungu one time nikipata pesa naweza nikataka kukuwa na gondoro nyingine, nitoe hiyo yenye nilikuwa nalalia. Hiyo ndio nilikuwa nalalia. For now bed yangu iko hivyo. Mungu akanisaidia nikabai hadi like hiyo sasa hiyo, alafu nikabai na hiyo. Haya, alafu sasa gondoro yenyewe iko hivi. Kagodoro kenyewe nilibai hii type sasa. This time round. Okay. I hope bado tu mnaenda mkini understanding, yeah. This time round nikabai hiyo. Unaona? Si kubwa vile, but tena huwezi ukalinganisha na ile. So iko hivyo, huwezi ukalinganisha na hiyo yenye nilikuwa nayo. Sasa bado tunaomba tuende kwa hiyo step nyingine. Na hiyo step nyingine ni ya kubai kitanda ingine. Mbai kitanda ingine. Alafu tena hata kama nitanunulia vitu zingine like mabed cover zingine, loose cover zingine, ama si loose cover, sorry. Bed sheet zingine, madufe zingine. Nizibaie, yani nibaie ikiwa bed nyingine. Because for now si unaona hiyo bed venye ni hiyo for now, hiyo ndo tunatumia for now. Bado tu Mungu tena akinijalia nipate hiyo nyingine, hiyo class nyingine, I will come here and tell you guys about matendo ya Mungu. I hope mumeona matendo ya Mungu. I hope mumeona venye Mungu anaweza akakutendea.
Umeona matendo ya Mungu venye Mungu anaweza akakutendea ukimwamini na ukimngojea. Hayo ndio Mungu ama niseme hayo ndio ambao Mungu anatendea watu wake, ambao like unataka kitu, unamwaminia na unamngoja, unamsubiri. Todo gutiri kitu kigate hida yake. Hakuna kitu kizuri kama kumngoja Mungu. Anakujanga on the time, right time, okay? Kitu kama hiyo. Sijui kahoma kalimtoka wapi. Kuna mwimbaji fulani alikuwa ameimba wimbo fulani kabla niende video, kabla nimalizie video. Na hiyo wimbo sana huwa inani-encourage sana. Huwa inanipatia tu morale wa kusonga na mbele sana huo wimbo. Sasa imagine mimi ni mwimbaji na ninasikia like ni lazima kwanza nitoe like ndio niweze kutoa sauti yenyewe hapa. Alimaka akasema ni wa Kikuyu by the way. Ni wa Kikuyu nasema Uranyara nikiwe murata wakwa ririkana ni ihinda rĩaku rĩrakinyire umenyithie tigania tiwe ndũngĩnyona thutha waku Ngai next nyingĩre. Huyo Mungu anani-encourage sana, ama huyo mwimbaji anani-encourage sana. Kwa nini? Ni kwa sababu katika hii maisha tumepanga line. Inataka kukuambia ikushike sana kwako ambao wewe ambao umeona hiyo video ukaona like ni kama nothing. Unajua kuna mtu mwenye ameona hiyo video akaanza kuuliza sasa hizi ni vitu gani mtu anatuonyesha? Sasa hizi ni vitu gani? Yaani ni lazima angetuonyesha. Ni lazima ni kwa sababu mimi nilikuwa na struggle kupata hizo vitu. Unajua kuna wengine wa struggle even kupata even hata gari, mtu wa struggle unasikia tu like maybe hata anataka kuexchange yako, yani ha-struggle kwa maisha yake. Kuna watu ambao wa-struggle kwa maisha yao. Kwa sababu mimi nime-struggle kupata hicho kidogo kenye nimepata, ndio maana nakuja kuonyesha mwenye sasa naye yako chini yangu. Kwa pamoja nakuja kuonyesha sasa mwenye yako chini yangu. Si nilikuwa nimesema tu hapo hivyo awali, si kwako wewe ambao already like unapanga mamilioni ya kuendea kuchange gari nyingine, ama unapanga kuchange sijui maplot ama nini. Hii ni ya mtu ambao mwenye yako chini, mwenye anataka kuinuka, ndio ajue kuna Mungu mwenye anaweza kumtendea. Na ndio pasa nimesema hapo hivyo, nikasema saizi ninatoa huu ushuhuda watu vitu tudogo, but one day one time nitakuja kutoa ushuhuda wa vitu kubwa. Ni kwa sababu huyo Mungu mwenye amenipea hizo ndogo, si yeye amekupatia hata hizo kubwa, hizo vitu kubwa zenye uko nazo. Na kwa hivyo kwa sababu ninamwaminia na ninaamini kuna siku, I know that kuna siku sitakuwa nikikuja hapa all the time kuwaonesha hitu vitu tudogo. Kuna wakati nitakuja hapa kuonesha big things ama vitu kubwa Tado nikurega imatini. So huwa wimbo venye hapo kakavasi nimewapatia hivi, nikakwambia tuko kwa line. Huyu akijaza mtungi wake anaondosha, huyu wako kwa mfereji. Like wewe mwimbaji alikuwa mimba akasema tuko kwa mfereji ama kwa tap tukichotelea maji. So mtungi wako ukijaa, kwa tumepanga line tukichotelea maji, mtungi wako ukijaa si unaondoka, mwenye yako nyuma yako anafuata. So tuko kwa hiyo line tunafuata hivyo. Sasa hizi level nimefika, kuna mwingine yako nyuma yangu anataka kufika bado hiyo level. Na mimi bado kuna level nyingine nataka kufika, ya mwingine bado ako mbele yangu. So hivyo ndivyo tunaendanga. Tuirainine tuitahirira mai, like zi kama mwenye anasikiza hii video zi kama ushaijipata like kwa plot fulani, maji ni ile ya tap ya nje, si kama sasa ati venye tunatumia ndani. Acha tunijifu. Acha niseme hapo kwa ya ndani, si unajua tulikuwa kwa hapo kwa mfereji ya nje, tulikuwa kwa hapo ya mfereji ya nje. Tahirira na line hadi tulikuwa tunapigania kwa line. Unasikia umenipita na wahe tuke mtu kwa wahe tuke, na by the way ilikuwa inaendelea hivyo, si eti unakuta ukizuba unarukishwa mtungi na rukishwa kwa mwingine. So tumetoka mbali by the way, na bado tunatarajia kwenda mbali. Afisa hizi sipangi online, si ndio ya kurukishana mitungi, si bebi yo mtungi na mgongo wangu, si bado, si unaona tu Mungu bado tu anaendelea kitu tu step by step, anatoa kwa ngazi anatupeleka kwa ngazi nyingine. Ndio maana nakwambia iko hicho kitu kidogo ambao nimekuonyesha hapo hivyo, wewe kwako ambao unachukulia ni kidogo, mimi kwangu nikichukulia ni kubwa, kwa sababu nimetoka pahali nyumete hado hapo struggle muturire like I don't know nikwambia aje mahali. So unishike vizuri na unielewe vizuri. Sasa ninapost kitu hapo hivyo unaanza kuuliza ni gato gaka riwa to post. Kwako ni gato, but mimi kwangu ni
kikitu. Na ndiposa wanakuambia mara kwa mara, napendanga sana kukuja kushukuru. Ni kwa sababu hata Biblia inatuambia shukuru kwa hicho kidogo ambacho umepata. Unaposhukuru na ujue hicho kidogo na Mungu anaona uaminifu wako, like unakuja kushukuru. Imagine Mungu ataendelea kukutendea makubwa, ni kwa sababu ni arona wewe mwihokeku na ni arona wewe na chance yako dhiko mwira thegio. Na si hapa tu kwa mtandao, kwanza unaenda unapiga magoti unamwambia Mungu asante kwa kunipatia hii kitu. After that hasa unakuja kurahashia mashi yake. Kurahashia mashi yake todo ni kuringa iwikaga. Okay, hiyo ndio ilikuwa leo. Hako kavasi kalikuwa kanamaanisha hivyo, like tunasonga kwa maisha, kwa muturire ni kusonganilia like tetare ure ama kwa sasa, like sasa ujue hiyo wimbo like iko na meaning ndani yangu, ama hata wewe ukishika inaweza kuwa na meaning ndani yako. Kama sasa nimetoka hiyo place like ya kafriji kadogo, sasa naenda kwa kubwa. Sasa huyu mwenye alikuwa anasi sasa amekuja sasa like amekuja Niyoko karani ni adha ugatho todo ni ndi hariyo riu ningi nene cause sio ni venye Mungu anaweza kunibariki ati ninunue tena kingine kadogo. Hapana, sasa ananibariki ninunue nyingine kubwa. Kogo sio nake utari akeje step rigore aje na step ka ukanini resi nimeondokea leni so leni imesonga. Nielewe tu vizuri. Hivyo ndivyo iko. Mimi ndakuwa hapa nakuja na wapatie vitu na gamu taurira. Like ni kuwapatia na gamu taurira. The meaning of that thing. Unaona? Lakini bado inasonga. Like kama mfano mwingine sasa naweza kukuambia mfano mwingine ambao unaweza kuelewa haraka. For example, ndio nakwambia unishike vizuri. Kwa mfano, ni mfano sasa hapa ushike ni mfano ndio uweze kuelewa vizuri nataka kumaanisha nini. Tuko like watu 10. Si ndio? Tuko like watu 10, tumepanga laini mahali ya kwenda kuchukua kitu fulani. Labda kuna kitu fulani inapeana hapo. Hata acha niache kusema kitu fulani. Labda kuna peano like Bible. Like kuna mahali kuna peano ninakwambia nikingoa unishike. Nasikia sasa badala ya kupeana wanasema kuna feano. So nielewe nishike vizuri. Like kuna mahali Bible ama Biblia zinapeanwa. Sasa hii ni for example nataka kukupatia. Alafu tuko watu 10 tunaenda kuchukua zile Bible. Si tumepanga line. Mtu wa mbele akichukua si tunasonga. Na wa pili akichukua si line inasonga. Tumebaki sasa watu 8. Like sasa mwenye alikuwa mwisho si unaona bado anakuja like na watatu akishachukua akiendanga zake si tumebaki watu 7 hivyo like na wanne akienda achukue Bible yake akiendanga si tumebaki watu 6. So line inaenda ikifanyanga nini within no time unakuta ile line imefanya nini imeisha. Tunaanza tena mutarataroge tokaje ningi mutarataroge ama kuna kuja za tena wengine wanakuja tena kupanga line, lakini wale 10 already washapata. Hiyo ndio for example yenye nakuambia tondu ndungigitura handu waragira kindu raini tondu tari kwa muhiano ama kwa mfano. Hasa Mungu alinipatia hiyo gondoro ama alinipatia gondoro yenye niliwaonyesha. Sasa kama niki upgrade Mungu anipatia like vitu like aninue tena. Nikinunua bed cause nimewambia hiyo bed si ndio nataka kukana, nataka tena ni change hiyo bed ninunue nyingine. Unajua kuna mwenye sasa tena naaminia hiyo bed kama hiyo yangu. Hasa mimi sasa naaminia tena level nyingine, bed ya level nyingine, unaona? But kuna mtu mwenye ako nyuma yangu anaaminia nini? Bed kama hiyo yangu. Haya, kuna mtu ako nyuma yangu anaaminia gondoro kama hiyo yenye nili exchange. Na mimi sasa nime-upgrade na nyingine. Lakini bado kuna ile gondoro nyingine tena bado mimi tena ninaiaminia. Kuna mwenye atawacha sasa tena akiaminia hii. Unaona? So maisha inaendanga hivyo. Kuna mwenye anaaminia hii na mwingine anaaminia hii. Kuna mwenye anaaminia hii. Ogo ni ugo muturire uthiaga. Na ndiposa unasikianga kuna vitu za second hand. Kungoa ni lazima. Na nilisemanga sitawahi delete video juu ya kungoa ati juu nimengoa ati ni delete nyitari haku tuhote gutwara na kukoge. Achana na nyingine nyushiki. Na ndiposa unaonanga kuna vitu za mtumba. Mtumba inakujangia wapi? Kwa sababu mwenye alitoa hizo vitu za mtumba anajua kuna mtu mwenye ako level ya chini. Sijui nitawafundisha hii kitu hadi lini. Na ndiposa kuna kuanga na vitu za mtumba. Ndio wewe mtu wa level ya chini unaweza kwenda kuchukua ile kitu, usije ukakaa bila ile kitu tunasema hauna. Muodosho wa rutiri doshi ya mtumba re. Ndio hizo vitu ama nguo zikuwe mtumba. Ni kwenda anaendaka ku-exchange old drop yake. Anaona badala ya kuchoma zile vitu kuna mtu mahali fulani anazihitaji cause ni vitu bado nzuri zinaweza zikatumika.
kutumiwa mahali fulani. Anaamua anazifunga, wanaenda wanaziweka mahali fulani, zinakuja zinaanza kupelekwa nchi za nje. Zinaenda kukua mtumba wapi? Kule. Kwa sababu kunajulikana kuna watu wenye wanazifanya nini? Wanazihitaji. Yeye ameenda yake ameupgrade, amenunua zingine. Lakini hizi akachoma. Kuna mtu mahali anazihitaji. Todo ni korea ndo akirathi. Tunaenda na level. Tuko na levels, very different levels. Na niposa unasikianga all the time nikikuja hapa nakwambia kuna mwenye ako chini kukuliko na anahitaji kufika hiyo kiwango yenye umefika. Kumoa ndio hiyo. Hey. Tutang'oa until to succeed kwa hii maisha. Ama nitawafunza niking'oanga until to succeed, until tuendelee. So video yangu leo ilikuwa hivyo, ya kukutia nguvu, uweze kuinuka na uweze kujua kuna Mungu ambaye anatenda. Usikaone matendo ya Gladys, usikaone atuanze kusema ati sijui Gladys anaweka effort. Hakuna effort inaweka, na ngojea tu Mungu. Todo tikio ya kuona tikwerutaniryo na tiate hakuna sisi nikasema ati ni ama ni nini, ni baraka tu za Mungu. Unakuta tumengojea tu Mungu hivi, tumengojea ukimwaminianga ukimwambia Mungu ninakuaminia hivi, Mungu ninakuaminia hivi, Mungu ninakuaminia hivi. Mungu ni mwaminifu, ama ni mwaminifu, anakuja na anatimiza. Okay, labda uwezo kukuja utimiziwe zote at once, lakini yako kadogo kwanza umetimiziwa. Hebu kwanza ambia Mungu asante juu yako. Najua hii video labda inaweza kuocho na mtu mwenye fridge yake ni ile ya kokokoko, bed yake ni ile ukiangalia like inaweza kuangaliwa na mtu mwenye bed yake ni ile hata labda inajaa hii room yangu peke yangu. Unaona hii room, like hii room yenye niko, unakuta hiyo bed yake inajaa tu kwa hii room. Hasa akiona yangu anashindwa nini kinasumbuanga. Hakuna kitu kinatusumbuanga, ni kutaka kupatia moral wenye wako chini yetu. Tafadhali, hakuna kitu kinatusumbuanga. Na si ati zile tunajigamba manini, kutaka kupatia wenye wako chini yetu moral. Wajue hata wao kuna siku wanaweza fika hapo tumefika, hata waende mbali more than that. Kama ni sisi tumefika hapo, tunajua kuna Mungu ambaye anaweza kukutoa from mahali ya kupeleke mahali pengine penye utakuwa ukisema tigane dashia gai. Tigane dashia gai. Alafu acha tu nichekele na mnisamee cause kuna kitu nilikuwa nataka kuonyesha na labda mmeona ama mjaona. Bado tu vitu za Mungu zinaendelea zikinigonganga na surprise. Mungu anaenda hata kinigonga na surprise. Ukipinduka vitu unakuta amekugonga tu surprise pop. Sasa hiyo hata haiko mbali, ati sitashinda ati nikienda ati sijui kuwachukulia wapi na wapi. Ndio surprise nyingine. Ndio surprise nyingine. And this is a really surprise, na siwaoneshi matiti, usinishike kwa ubaya. Siwaoneshi matiti. Dukanyite na uru. Siwaoneshi matiti juu nyinyi watu wa mtandao mnakuanga very funny sana. Unaweza kuta nimepoint hapo uanze kufikiria tena na kuonesha vitu zingine. Hapana, si uko hapo mahali uko toa mafikirio hapo na kuonesha microphone. Nilikuwa na record na simu peke yake. Mungu akaja akaniambia mtoto wangu, ninaona kuna venye ungehitaji like si ndio hiyo sasa. Ndio microphone. Niko na microphone sasa. Sasa sitakuwa nikistruggle na record tu na simu peke yake. Unajua na simu tulikuwa ile una shout juu. Sound ya simu si kama hii. Sasa unajua inakuletea tu sound vizuri and clear. Sauti ya simu ilikuwa tuna shout kurecord. Lakini sasa hii iko na benefit zake, kwa sababu hata ukiongea tu vizuri hata hakuna mtu mwenye hapo hivyo nyuma anaweza akasikia ati una record, cause unajiongelelea tu pole pole na alafu inatoa tu sauti vizuri. So mjiza mwingine ndio usifikirie vibaya ati watu wanaweza kuwa ati nikigogo hapa tufikirie ni mambo zako. Fikiria mambo zako ni huko. Mimi naongelelea about microphone. Hasa nitaweza kuwa nikiwatengenezea content, nitakuwa nikitengeneza vitu vizuri without atile kustruggle ati simu iko wapi. By then mwali nibariki nikanunua even try what something like that. Nilikuwa tuna study peke yake, nilikuwa tuna study yenye nimekelea tu saizi simu, nilikuwa tuna like ring light nilikuwa nayo, hizo vitu kama hizo nilikuwa nayo, but sikuanga na ile inaitwa aje,
tripod, acha tu niite tripod, wewe unielewe ama ni control venye utaweza. Sikuwa nayo but nilienda hivyo, Mungu akanibariki nikaipata. Hata kama ni ya bei rahisi aje, ninashukuru Mungu juu ya hiyo. Mimi hata sika ni ya bei rahisi, hebu niwaonyeshe hata sijui kama ni ya bei rahisi. Mjue Mungu anatenda. Mjue Mungu akitaka kukuinua, Mungu naye anakuinua na njia zote. Nilikapata miaka. Sasa hii nayo wenye sasa wame-upgrade, najua tu wanaona wanashindwa. Aki Gladys sometimes amekosa kazi. Sijakosa kazi, ni kutaka kuoneshana mkono wa Mungu. Kuna mtu saizi hata kama ako na hiyo 100 ama 200 haezi aka-afford kununua juu hiyo 200 ndiye anaenda kununulia chakula. So ukiona umetimiza like kununua food, kulipa nyumba, kulipa bili zako na kununua kitu kama hii, mshukuru Mungu juu nilianza kuact kitambo na sikuwa ifika kwa hii level. Na si eti ni kukataa ama nini. Unakuta mipango zako zote, bili zako zote asikukubalishi kununua hii kitu. Juu unaona ukienda kununua labda hiyo hata hiyo 1000 ama hiyo 2000 ukienda kununua zingefanya kitu kingine. Tuko pamoja, tushikane. So kwa hiyo ambao ulishafika hiki kiwango na ukiendanga, shukuru Mungu. Mimi sasa ndio nafika na namshukuru Mungu. Sasa hii nikitaka kwenda kunini kwa barabara, ninaenda tu naye na shoot iko na bluetooth hapa hivi tu, una connect tu na shoot vitu zako. Ni bluetooth ama ni nini? Hiyo tu ya kufinya hivi, alafu inajipiga picture, inajipiga selfie. Alafu pia kakona anti-fatigue yake juu, si kijiti peke yake, unaona? Kanaweza funguka hivi. So hata ukitaka kwenda kushutia mahali ama labda unaenda safari mahali, unaweza tu karudisha ukaweke kwa bag yako vizuri. Unaweza kukaweka kwa bag hivi vizuri, kakae kwa bag uende nako place unaenda. So ukifika mahali unaenda kushutia, wewe unatoa tu vitu zako. Kama ni mahali inahitajikana isimame, unatoa inasimama. Na by then ni kamrefu kabisa. Kama ni urefu nao ni kamrefu. Nasikiana ni kamrefu. Ni kamrefu kabisa. Si unaona? Ni kitu karefu. So kanaweza kakakufanyia kazi ukiwa anywhere mahali huko, ukijisikia unataka kurekod, umefika mahali unataka kurekod na hauna mtu wa kushinda akikushikia ama place unashinda ukiekelea kwa meza. Sasa unaona ku upgrade ni kama aje? Ni kama sasa hivi. Hizo vitu za kushinda tunatafuta mtu ati akushikia like kurekod, maybe umefika mahali umeona kuna kitu unaweza rekodia watu, alafu naanza kutafuta mtu yeye atanishikia hii simu ni record nini. Hapana, sasa utashinda hivyo. Unabeba na tuna vitu zako vizuri kuzoea, unajijua wewe ni mwana contact ama ni maana nini, unabebana tu na vitu zako vizuri. Ukifika mahali ambao unaona like hapa ningerecord, unachukua una study vitu zako vizuri, nasimama tu vizuri chini vizuri, unairecord tu vizuri, unaona iko imesimama. Do you see? Jana kuonesha mahali nafika iko imesimama. Hata ni mrefu, imagine kuniliko niko nimekaa chini. So bado unaleta hapo hivyo mpaka place unaona iko sawa. Iko sawa. Mungu naye ni nani? Mungu naye unamfanya nani? Nimefikiria kuonesha aka niko kama nikumbusha niko na kitu kingine kama hii ningewaonyesha. Hizi ni zangu za usanii tu by the way, si ati ni za nini hizi. Hizi ni zangu za usanii. Sasa nimekatoanisha, sasa nitakarudi nanisha aje. Ndio ni lazima karudi. Ni lazima karudi venye kalikuwa. Kwa kazi kakashinda kakiwa kamekaa hivyo. Kanarudi hivi. Unaona kisha karusha nasa unakafuruta hivi na karudi tanisha hivi. Unaona? So, I'm very very ready for you guys. Kuwatolea mavitu, majambos, mavitu. I'm very ready. Because najua Mungu anaenda akinibariki, akiniinua na kuja na kuonyesha. So wewe ambao unachoka na tu vitu kwa tongo kwa kukuonyesha tu vitu peti. It is up to you. Ni wewe ku. So mimi hapo ndipo tumefikanisha na Mungu. And bado ninangojea ama ninatarajia kuona muujiza wake, cause hata uogaiwa magegania na nigaiwa hidarige. Na nigaiwa itawo kugana gweka. Ukishamsubiri hivyo. So kwa leo guys tuko hapo. Tumefikisha hapo kwa leo. I hope tumepelekana vizuri. Mahali nimekukwasa oja ure nitupanisha na huko ama kiugo daria ama kama nimenena jambo ambayo imekukwasa katika video zangu, uitoe uitupanisha na huko, na usahau na forget, tuweze kuandamana, tuweze kupelekana. Kwa hiyo ambao bado hujasubscribe, subscribe,
bonyesha kakengele. Okay, kungoa ndio hapo. Bonyeza kakengele. Subscribe, bonyeza kakengele, comment, like and share. Tuweze kupelekana. Mkifanya hivyo, si mtabarikiwa sana, tukue tunapelekana like hata kama ati hakuna ati kitu hicho kikubwa ninakujanga kuwaonyesha. At least mimi huwa ninaamini ama ninajua there is somebody ama kuna mtu, there is somebody somewhere ambao wanasaidika na hii video. Hata kama like wengine wanajiuliza huyu mama anakujanga kutupostia, mimi najua kuna mtu mahali ambao hii video inampatia ama video zangu zinampatia nini courage kwa sababu all the time mimi nikikuja na video zangu huwa natakaka kuweka like courage ya kukuambia Kenya unaaminia, endelea kuamini, usichoke. No matter umeongojea kwa mwezi mmoja, mwaka mmoja, miaka miwili, miaka mitatu, haijalishi umeongojea kwa miaka mingapi, lakini ile kitu iko ni kwamba ambao unaamini na unaongojea Mungu, one time lazima atakuja kukutimilizia ile kitu, no matter what. Haijalishi utastruggle aje, lakini ni lazima atakuja kukutimishia. Ulimi nao naendelea ukikuwa mzito. I don't know tuta continue aje, but all the time tuna trust kwa Mungu, na najua ni Mungu ambao anajua kutenda na atatutendea mema na mazuri na mengi tukimwamini na tukimsubiri. For now it is like that. Gladys, subscribe, share, comment, tuweze kupelekana. Bye.